Mtazamaji wangu popote ulipo, ninakusalimu hujambo. Karibu kwenye mwendelezo wa taarifa zetu. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Waziri Mkuu Bwana Mwigulu Nchemba amezomewa vikali sana. Hii ni baada ya kutoa kauli ambayo ipo na utata. Waziri Mwigulu Nchemba alisema kwamba walionufaika na mikopo ya elimu ya juu warejeshe hiyo mikopo. Waziri mkuu, wanufaika mikopo elimu ya juu warejeshe. Nchemba anasema kwamba wale wote ambao waliweza kunufaika na mikopo ya serikali ya kufadhili masomo ya elimu ya juu warejeshe hiyo mikopo. Kurejesha mikopo sio vibaya, lakini swali langu ambalo ninamuuliza Mwigulu Nchemba ni hili: ni kipi ambacho serikali yao imefanya na kuhakikisha vijana hawa ambao walinufaika kutoka kwa mikopo ya elimu ya juu wanapata ajira, ili kuhakikisha kwamba ile ajira ambayo hawa vijana wamepata wanapata malipo, alafu yale malipo wanatumia kurejesha ile mikopo ya elimu ya juu ambayo waliweza kuipokea. Unajua, katika taifa letu la Tanzania, mtazamaji wangu, mimi japo sipo pale, nipo mafichoni, kwa sababu mnaelewa kwenye taifa letu hauwezi ukakosoa serikali ukiwa pale. Hata ndugu yangu jasusi mwenye tunashirikiana kwenye haya maswala ya kutetea haki za binadamu, naye hayupo katika taifa letu, yupo nje ya Tanzania. Kwa hivyo tuko kwenye mataifa ambayo angalau tunaweza tukapata usalama kidogo, tukiwa tunaendelea kumulika mambo ambayo yanaendelea kwenye taifa letu. Najua mtazamaji wangu, katika taifa letu la Tanzania watu ni wengi ambao hawana kazi, raia ni wengi. Tuko na vijana ambao walihitimu kutoka vyuo vikuu lakini hawana kazi. Najua mojawapo ya masuala ambayo yalichochea vijana mwaka uliopita kipindi cha uchaguzi, wengine wakaandamana, wengine wakasusia kushiriki kwenye uchaguzi, ni kutokana na kwamba serikali hii haiwajali wananchi. Serikali hii haiwajali vijana waliomaliza shule angalau wapate ajira. Kile kitu ambacho nakisikia kutoka kwa hii serikali ni ufisadi ambao umekithiri. Iwapo serikali hii ingeacha kutumia hela vibaya, pesa zile ambazo zinatumika vibaya na zingine ambazo zinaibwa kiufisadi, angalau zingekuwa zimeunda ajira kwa vijana. Sasa kutokana na hii kauli ambayo iliweza kutolewa na Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba kwamba walionufaika na mikopo ya elimu ya juu warejeshe mikopo hiyo, kuna mwanaharakati mwenye anaitwa Mange Kimambi, mwanaharakati mwenzangu mwenye anaishi upande wa Marekani. Unaona, wanaharakati ambao tunamulika serikali ni vigumu sana kuishi kwenye taifa letu la Tanzania. Sasa Mange akachukua hiyo kauli yake Mwigulu Nchemba, kaweza kumvamia vikali sana Mwigulu Nchemba, na mimi siwezi nikaficha lolote. Sasa ukiona hapo
Mange Kimambi akaja akauliza hivi, kamuuliza Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba mwenye anasema kwamba hizo hela zirejeshwe, akamuuliza hivi, warejeshe kutoka kwenye makalio na wakati wapo nyumbani hakuna ajira? Mumeharibu nchi, hakuna wawekezaji wa maana sababu ya political instability. Hakuna mwekezaji anaweza kuwekeza pesa ya maana Tanzania kwa sasa bila mabadiliko makubwa ya kisiasa, na Oktoba 29 kuwa resolved. Maana mwekezaji mwenye akili timamu anajua kuna mawili tu yatakayotokea Tanzania, either complete overhaul ya siasa, overhaul ambayo italeta haki kwenye nchi, au ni machafuko yanakuja. Unaona, Mange Kimambi ameweza kumvamia Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba na kumwambia kwamba sasa kipindi ambapo naambia wale ambao walinufaika na mikopo ya elimu ya juu warejeshe hizo pesa, watarejesha kutoka wapi? Wapo pale vijijini, wako nyumbani, hata kupata buku ni shida. Watapataje hizo pesa za kurejesha mikopo ambayo waliweza kuipokea kipindi ambapo hawana ajira, kipindi ambapo katika taifa letu la Tanzania wawekezaji wamesusa kuja kufungua kampuni zao Tanzania ili kuajiri vijana? Na unaona haya makampuni ambayo yamesusa kuja kufungua ajira zao Tanzania ni kutokana na siasa chafu ambazo zinaendelezwa kwenye taifa letu la Tanzania, mahala ambapo mwananchi hana sauti ya kuzungumza. Mwananchi akizungumza unatekwa, unauawa, na ndio maana wengine wetu hatuko Tanzania, tuko mafichoni. Watazamaji wangu, mahala ambapo wawekezaji wanaweza wakaja alafu wakafungulia biashara zao zikanawili ni mahala ambapo uchumi upo sawa, siasa ziko sawa, katiba inafuatwa, udikteta hamna. Lakini mahala ambapo taifa letu la Tanzania ukijaribu kukosoa serikali unakujiwa, unatekwa. Mambo kama haya ndiyo yamechochea hata wawekezaji hawawezi wakakuja kuwekeza katika taifa letu la Tanzania. Sasa issue hapa, Mange anasema kwamba wawekezaji wamesusa kuja Tanzania kufungulia biashara zao pale ili waweze kuajiri vijana kutokana na yale machafuko ambayo yalitendeka mwaka uliopita, kwa sababu mengine yayo hayajaweza kutatuliwa. Lazima yaweze kutatuliwa, waliokosa wachukuliwe hatua mwafaka. Vile Mange anasema kwamba siasa hizi chafu ambazo zinaendelea kwenye taifa letu, mahala ambapo serikali inatisha yeyote mwenye anaonekana kwamba yuko upande wa upinzani, lazima zikome, ndiposa hata wawekezaji waje Tanzania kuwekeza. Sasa kipindi ambapo ninamuona waziri anasema kwamba hela hizo zirejeshwe, sasa mimi ninajiuliza kama mimi Bwana Ezra, kwetu Tanzania kuna vijana wengi ambao hawajapata kazi. Pesa zinalaghaiwa kwa serikali. Angela Kiziga anachukua pesa kutoka Ikulu na kupeana miradi feki kuelekea kwa serikali, kama vile kuprinti tisheti na kulipa machawa kutetea serikali. Zile pesa zingetumika kuunda ajira, tusaidie jamii. Sijui ni nani ambaye anashauri hii serikali, na ndio maana wako na washauri kama vile Angela Kiziga ambao wanapotosha serikali. Badala hii serikali ingeunda ajira kwa vijana,
Sasa hivi masomo yanaonekana kwamba hayana maana katika taifa letu, mpenzi mtazamaji. Masomo yanaonekana kwamba hayana maana kwa sababu hakuna kazi. Na ndio maana Mange Kimambi ameweza kumshambulia vikali Mwigulu Nchemba. Unaweza ukamwambia nini Mwigulu Nchemba kuhusu hili swala ambalo alisema kwamba walionufaika na pesa za elimu ya juu warejeshe? Hasa mimi nikamuuliza Mwigulu, jamani, watarejesha kutoka wapi kipindi ambacho serikali haijaweza kupeana mazingira bora kwa wawekezaji wakuje kufanya uwekezaji wao Tanzania, wafungulie biashara, vijana wafanye. Vijana watarejeshaje hizo pesa kipindi ambapo hawajaweza kupewa kazi? Kwa sababu unapewa kazi, unafanya, unapewa malipo, hata wewe ndio uweze kulipa deni. Hasa wakituitisha pesa ambazo tulitumia kupata elimu ya juu, tutatoa wapi? Tujikatakate ndiposa tulipe hizo ama tulipe hiyo mikopo? Unaweza ukamwambia nini Mwigulu Nchemba?